Sasa leo mimi nagawa miche hii siku ya kumbukumbu ya kuzaliwa kwa Mheshimiwa Rais. Muitunze kama ambavyo mna mapenzi naye. Miche hii ikikua, kwa nini maisha ya Warufiji yamebadilika? Mseme kwa sababu tunakumbuka tumepanda miche ambayo tulipewa siku ya kumbukizi ya kuzaliwa rais mpendwa wa nchi yetu. Vinginevyo mtakuwa hamtendei haki. Anatoa fedha, hizi ni fedha ambazo zingeweza kufanya shughuli nyingine. Lakini la pili, hii Tanzania yote hapa wanatusikia, dunia inatusikia kwamba Rufiji tarehe 27 Januari mwaka 2026 wamepewa 35.7% ya miche yote itakayogawiwa Tanzania. Yaani mmependelewa. Wanasikia na wengine wanasema kwa nini Rufiji? Sio? Kwa nini nyinyi? Mna tofauti gani na Watanzania wengine? Tumieni neema hiyo Mwenyezi Mungu aliyetuletea. Kuna watu wanaitaka miche hiyo, lakini 35.7% ya miche yote mwaka huu tumepewa sisi Rufiji. Ni heshima kubwa namna gani? Ni upendo mkubwa kiasi gani? Matarajio yangu, nyinyi ni wachapakazi, mnajua mnachokifanya. Rufiji mmeibadilisha, sio kama ilivyokuwa miaka ya nyuma. Sasa naamini hata kwenye kilimo huku tutaenda vizuri. Na kwa upande wa wafugaji, Mheshimiwa DC, endelea. Hatutaki mifugo iwe kero kwa wakulima, hatutaki wakulima wawe kero kwa wafugaji. Tuna mipango matumizi mazuri ya ardhi, tusimame imara. Hili ndio Dr. Samia Suluhu Hassan analotaka. Wafugaji wafuge kisasa, wakulima walime kisasa. Tija ni muhimu, ardhi haiongezeki, watu wanaongezeka, shughuli za kiuchumi zinafanya nini? Zinaongezeka. Kidogo ulicho nacho kifanye kwa utaalamu na kwa tija. Baada kuja kufanyika uzinduzi huu wa upandaji wa mikorosho, na tumeyasikia vizuri maneno ya viongozi wetu na tutayafanyia kazi pia. Lakini tuwaombe viongozi wetu, mimi natoka kata jirani, hii ni kata ya Chumbi, natokea kata ya Muhoro. Kata ya Muhoro eneo lake kubwa ni la bonde, na eneo hilo kubwa la bonde linakaliwa na wafugaji. Sasa tuwaombe serikali watupatie maeneo ya mali asili, watukatie ekari kadhaa na sisi tuweze kulima ili tuweze kufaidika na uzinduzi huu na upandaji huu wa mikorosho, na sisi tuweze kushiriki kwa sababu eneo letu lipo katika mazingira hayo. Athumani Sultani Kiwani. Nashukuru Mheshimiwa Rais anatuongoza vizuri pamoja na mkuu wa mkoa na mkuu wa wilaya pia pamoja na washirika wote madiwani. Tunashukuru kwanza kutusukuma, ila na jambo moja, jambo lolote la upataji lazima liongozwe na wataalamu. Tunashukuru ufiko wa miche hii, tunaipokea kwa uzaditi kabisa, na mashamba tunayo ya kutosha. Tulikuwa tunangoja tu hizi miche tugawiwe ili tukapande vizuri. Na iomba serikali, kitu chochote lazima kisukumwe na serikali. Jambo la kupata lina ugumu wake. Tunawashukuru sana. Miche 1,500,000 inagawiwa katika wilaya hii ya Rufiji. Lengo hili linatokana na lengo kubwa ambalo lipo kitaifa la kugawa miche 4,200,000. Na unaweza kuona kwamba kabla hapo Mheshimiwa mkuu wa mkoa kulikuwa kumepangwa kugawa takriban miche 296,200 peke yake katika hii mkoa wa wilaya ya Rufiji. Lakini kilichotokea, kulikuja ombi ambalo lilionyesha umuhimu wa kuongeza idadi hiyo, na hivyo idadi hiyo iliongezwa kutoka miche hiyo 296,200 mpaka kwenda miche 1,000,000. Ni kwa sababu
wilaya ya Rufiji imeonyesha kwamba ina uwezo wa kuibeba miche hiyo na kuifanyia kazi ipasavyo. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, ukiangalia idadi hiyo ya miche na ukilinganisha na lengo la miche ya kitaifa ni sawasawa na 35.7% ya miche yote ambayo imelengwa kugaiwa kitaifa. Jambo ambalo si dogo, ni kwamba inaonyesha kabisa kwamba eneo hili limepata upendeleo wa hali ya juu.